Ndugu zangu wana habari, lakini pamoja na management yote ya TFF, ninayo furaha kubwa sana kufika mahali hapa. Nilimwagiza mkuu wa wilaya kwamba ni vizuri nifike kwenye eneo hili kwa sababu ni eneo ambalo liko very sensitive kwa sasa, na nitumie nafasi hii kushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, na kwa leo anawakilishwa na katibu tawala kwa sababu ya majukumu mengine ambayo tumepeana, na kwamba leo hii kituo hiki ambacho mnakiona cha bilioni 9 plus, ambacho hapa ni bilioni 4 plus, lakini plus Tanga, ni fedha ambazo zinakuja pia kushtua uchumi wetu wa ndani. Lakini sio tu kushtua uchumi wetu wa ndani, lakini pia unakuza status kwa ujumla ya mji wetu. Kwa hiyo kwa yule ambaye alipaona kama ni kijijini kwa wakati huo, kama ambavyo mzee wangu amezungumza hapa, leo akija ataona sura hiyo iko tofauti. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana pia TFF kwa kuona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuweka kituo hiki kikubwa sana. Kwa hiyo tuwapigie sana makofi kwa kazi hiyo. Nimeamua kutembelea kituo hiki kwa sababu kubwa tatu. Sababu ya kwanza, nilikuwa nasikia kuna hela ambazo zimekuja kwa ajili ya kutengeneza kituo kama hiki. Sasa as a leader, kusikia bila kuona sio busara za kiuongozi. Kwa sababu yangu ya kwanza, nasema nimekuja kuwa shahidi wa fedha mliopewa kufanya kazi ya kujenga kituo hiki, na ambayo ushahidi huo wa kwanza ni ushahidi pasho, lakini ushahidi wa pili utakuwa je, fedha sasa mlizozipokea na kituo kinachoonekana value for money iko sawa sawa? Hiyo sasa sio kazi yangu, ni kazi nyingine. Ndio maana hapa kuna wasibu. Lakini kikubwa ni kwamba nikiulizwa, je, kuna kituo hicho, angalau niweze kuonyesha kwamba exactly kwamba kituo hicho nimekiona, because I'm among the evidence ambao wameweza kufika kwenye eneo hilo na kuweza kuona kwamba there is something that's going on. Kwa hilo ni jambo la kwanza limenifanya kuwa ni sababu ya mimi kuweza kufika eneo hili. Lakini sababu ya pili iliyonifanya kuja kufika kwenye eneo hili ni yale pia nayo yasikia na ambayo pia yamewasilishwa kwamba je, performance ambayo leo tunaiona iko tu na uwepo wa kituo hiki. Hoja ambayo imetolewa hapa ni kwamba ushindi ambao tunauona na hii juzi vijana wametokea kwenye vituo hivi. Kwa maana yake nimekuja pia kushuhudia kwamba je, yale yanayozungumzwa ni kweli. Hiyo nayo ni sababu ya pili ambayo imenifanya, na kwa sababu pia amezungumza mwenyewe na mmezungumza wenyewe kama TFF, maana yake mimi nanipa confidence kwamba very likely kwamba ni kweli kabisa kwamba kumbe vituo hivi vinasaidia kuweza kuboresha kitu ambacho kimezungumzwa. Kwa hiyo sio hypothesis tena. Mara zamani tulikuwa tunasema inawezekana tungelikuwa na kituo cha namna hii tungeperform vizuri. Lakini tunapokwenda kwenye kujustify sasa, kufanya testimony hiyo nzuri hiyo kwenye hizo hypothesis hizi, tunakuja tunasema kweli tumethibitisha ya kwamba uwepo wa kituo hiki kunapelekea performance nzuri. Kwa sababu tayari tumeshaona kwamba kuna hiki kitu ambacho kipo. Kwa hiyo ni sababu ya pili ambayo pia imenifanya niweze kufika hapa. Lakini sababu ya tatu ambayo imenifanya pia niweze kufika hapa vizuri ni kwamba kwa kuwa mimi niko upande nasimama katikati, ni kama daraja, it's like a liaison between central and local government, kwamba wenzangu tunaofanya nao kazi wakiwemo local government authority, lipi wanaweza kujifunza as a transferable lesson kutoka hapa kuanzishwa kwa kituo hiki, wao wanafikiri nini. Kwa hiyo nikaamua nije nao kama wanaweza pia unlock brains zao na kuweza pia kuangalia kama kuna chochote ambacho kinaweza kachotwa hapa kama mfano kuelekea huko ambako wao wanatawala. Kwa hizo ni sababu kubwa tatu ambazo zimenifanya nije, na ndio maana sijaja peke yangu, ila angalau niweze kuangalia masuala yote ambayo yanatekelezwa. Sasa mwisho ni kwamba vituo hivi vina umuhimu mkubwa, na ukiangalia katika taifa letu, nimeona sasa kuna juhudi za kuweza kuanzisha vituo vya namna hii, lakini kuanzisha academy za kimichezo na vitu vingine vya namna hiyo. Hii performance ambayo tunaiona leo
kama hakuna succession plan, performance haiwezi kwenda. Leo ukienda misikitini au ukija makanisani, wachungaji, mapadre, mashehe, hata ukienda madrasa, wanasisitiza mtoto kuja na sadaka. Na imekuwa develop tabia kwamba katoto usipokapa hela kanaweza kakatata kwenda kanisani. Maana yake nini? Church inafanya succession plan ya walipa sadaka, au msikiti unafanya succession plan ya walipa sadaka, kama ilivyo sisi katika serikali nchi kufanya succession plan ya walipa kodi. Kwa hiyo kama kuna succession plan ya walipa kodi, maana yake walipa kodi wakubwa watabaki kuwa wakubwa na watakufa, alafu walipa kodi wengine watakuwa hamna kama hakuna huo mnyororo. Sasa hizi performance zote hizi lazima ziwe na succession plan kwa wachezaji, lakini kwa wataalamu. Leo kama ana perform vizuri, kwa kuwa naona kwenye timu, mimi sio mchezaji, lakini huwa naona tukifungwa anafukuzwa kocha, tukifungwa anafukuzwa kocha. Ile wananifanya ni huwa inanifanya nielewe kwamba pamoja na kwamba nina uelewa mdogo, huwa inanifanya nielewe zaidi kwamba kumbe tumefungwa kwa sababu ya kocha. Yaani hiyo ndio inanifanya nielewe hapa. Sasa kama kweli kwamba performance ya mpira mzima ule aliyeshika ile kitu yote ni kocha, basi nyinyi wataalamu ambao mmekaa huko mtaendelea kutusaidia. Lakini lazima pia kuwe kuna succession plan ya hao wataalamu, wakiwemo hao makocha, wakiwepo hao walimu, wakiwepo hao wachezaji na kadhalika. Ukifanya succession plan ya hao wadau wote, hao actors, hao players wote hao, maana yake mwisho inakuja kukusaidia kwamba kumbe performance ya klabu au timu yoyote inaweza isitegemee sababu moja. Kama itegemee sababu moja, maana yake ni kwamba maamuzi ya jambo lolote unapokuja kulifanya lazima yalenge kwenye sababu hizo nyingi. Lakini ukijikita kwenye sababu moja, ndio ile inakuja shule wakifelisha, kuna mwalimu shule wakifelisha, wanakuta sisi tunakimbilia, wakurugenzi wanakimbilia huyo mkuu wa shule, ondoa. Mkuu wa shule ukiondoa, anakuja mwingine mwenye division 1 ya point 7 kwenye historia yake, naye anakuja baada ya muda zero zinaongezeka zaidi, tena ondoa. Wale walimu wengine wanabaki pale pale, waondoki, si mlabaka. Alafu wazazi wanaozaa watoto ni wale wale, nao huwabadilishi. Alafu jamii nao wale watu ni wale wale, nayo hubadilishi. Bodaboda nayo mbebe yule kijana ni ile ile, nayo hubadilishi. Sasa ndio unakuta anasema performance inaathiriwa na vitu vingi. Inaweza ikawa ni sababu zaidi hata ya 10, lakini huwa zipo zile strong na zipo zile ambazo ni weak. Sasa unapotaka kufanya mabadiliko na maboresho, unaanza na zile strong ambazo mwisho wa siku zinaweza zikapelekea mabadiliko yakawa ni mazuri zaidi. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, tunafahamu kwamba mwaka huu tuko kwenye maandalizi makubwa sana ya AFCON. Hivi pia ni moja ya vituo ambavyo tungetamani wenzetu wanapokuja kutembelea, wanapokuja kwenye mashindano hayo, basi wawe na sehemu pia kuweza kuoneshwa namna nchi inavyojiandaa na kujipambanua katika sekta ya michezo. Leo ukienda sisi kwenye hizi barabara za Masaki Tule Drive, mtaona tumeanza kuzikarabati. Hatukarabati kwa ajili yetu tu. Tuliona kwenye ule mkutano mkubwa wa Energy Summit, baadhi ya marais walitamani kutembea. Baadhi ya marais sasa wanatembelea kwenda wapi? Kwa tumeona tutanue kidogo zile barabara ili tutengeneze mfumo mzuri wa viongozi na baadhi ya wananchi wengine kutembea kwa namna ambayo itakuwa ni salama, ili wasiguswe na magari na vitu vingine. Kwa hiyo na sisi tumeanza maandalizi yetu kwenye masuala ya miundombinu. Watu wa TANROADS, watu wa TARURA, hii barabara Mheshimiwa Rais alielekeza muda mrefu sana iweze kutengenezwa, inayoingia nadhani inakwenda Saturn. Sijui progress iko wapi, kwa sababu sasa kuna mdau hapa anaitwa TFF. Itakuwa pia is unfair, nao wanaweka kituo cha bilioni 4 alafu tunashuka kuweka barabara ya bilioni 1. Nadhani itakuwa pia unfair. Sijui progress iko kwa barabara hiyo ya Gethero kufika pale.
mkandarasi tayari yuko ameshaanza. Ameanzia kule. Ameanzia kule kwenye zege. Yeah. Zege itakuwa hapo. Zege itakuwa hapo. Kipande hiki mpaka hapo kwenye usawa kuingia kwenye nini hivi hizi industries za kupata magari. Ila kule itakuwa ni lami tu kawaida. Ila ameanzia kule. Mkandarasi ameanza kazi mwezi huu wa 3. Basi tataka utoe taarifa. Tutatoa taarifa sasa kwa waandishi wa habari baadaye. Manager wa TARURA atatoa taarifa ya miundombinu hiyo. Na kitu ambacho pia nataka kusisitiza pia kwa manager wa TARURA, nafikiri unafahamu kwamba lami sumu yake kubwa huwa ni maji. Barabara zetu pia nyingi zimeharibika kwa sababu hazina mitaro. Na kwa Kigamboni hii, kwa wale ambao mmeishi hapa kwa muda mrefu, Kigamboni ni makazi mazuri sana ya maji, au tuseme ni mapito makubwa ya maji. Water table yake iko almost juu na kila kitu. Sasa katika ujenzi wetu wa mabarabara, tusipotengeneza mifereji, na hata sio tu mifereji kwenye barabara, nadhani hata kwenye viwanja vya watu huko tunapaswa pengine tuwe na mifereji mikubwa kwenye kila baada ya mita kadhaa, tunakuwa na mifereji yetu mikubwa ambayo inapeleka maji maeneo fulani fulani, kwa sababu vinginevyo mvua zenyewe zikitaka kunyesha, hii Kigamboni tunayoifahamu hii, sijui niliwahi kuja hapo mwaka 2024 hapo mbele hapo kiwanja kile upande huu kama wanachezea mpira vijana pale hivi